Na mwaligani ndugu mpenzi mtazamaji wa TLC Mzundu TV and NDC. Leo hii kama kawaida bado tupo ndani ya viunga hivi vya shule ya msingi Kabukunje. Leo ni siku ya pili, lakini siku ya kuhitimisha mafunzo haya ambayo yanahusiana na upimaji wa mitihani ya kitaifa kwa darasa la pili. Kama ambavyo nimekujuza toka jana ni kwamba kwa mwaka huu 2025 kutakuwa na upimaji wa kitaifa kwa darasa la pili. Lengo kubwa hasa ni katika upimaji wa KK kwa wanafunzi hao wa darasa pili. Tuko hapa kwa siku ya pili leo mfululizo tukiwa walimu wakuu wa shule mbalimbali zinazopatikana ndani ya tarafa hii ya Mzundu, lakini tuna walimu wa darasa la kwanza, darasa la pili katika shule zinazopatikana ndani ya tarafa hii ya Mzundu, lakini pia tupo na waratibu elimu kata kwa kata hizi 5 ambazo zinaizunguka hii tarafa hii ya Mzundu. Lakini pia tuna wataaluma wa kila shule nao wako hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanajengewa uwezo wa namna gani ya kufanya upimaji na kufanya tathmini katika mtihani huu wa kitaifa ambao tunatarajia tutaufanya mwezi huu, mwezi Novemba. Ambatana nami sambamba, twende madarasani, twende tukajione. Ambao ni password ulizopewa. Kwa hiyo kuna password zetu na nini tutaingiza hapo, tutaingia. Lakini huu ni imetengenezwa tu kwa ajili ya mafunzo. Ina maana mpaka kufikia tarehe 18 hiyo watakuwa wameshaingiza password zingine kwa ajili sasa kupata violezo halisi vya mtihani. Na hizo stadi sasa. Ukishaingiza username na nywila yako pale, utachagua, itakuletea window fulani ambao utaonyesha kuna darasa ambao utachagua darasa. Wameandika kuanzia awali mpaka la 7. Ila kwa sisi tutadili na darasa la pili. Utabonyeza, utatafuta la pili pale iko wapi, utaibonyeza. Bonyeza kiungo cha maendeleo, kisha tutaelewana kwenye vitendo jamani. Ngoja tuendelee. Bonyeza kiungo cha maendeleo, kisha bonyeza kiungo cha upimaji wa STNA. STNA ndio mitihani ya upimaji wa darasa la pili, inaitwa STNA. Bonyeza kiungo cha kiolezo, kisha chagua stadi ambayo unataka kupakua. Yaani sasa ukishaingia pale kwenye darasa, ukaandika kama ni darasa la pili, baadaye ukishachagua itakuletea katika maelezo yake, italeta kuna neno mbele pale itakuwa kiolezo. Ndipo utakapoenda kukibonyeza kiolezo. Ukienda ukibonyeza kiolezo, bonyeza kiungo cha kiolezo, kisha chagua stadi ambayo unataka kupakua. Kuna ambao washafungua tayari. Kuna usajili kwa jinsi na darasa. Sasa utachagua juu kabisa, kuna kipengele cha shule. Utachagua shule. Maana ukiingia tu bila kuchagua darasa, utakuja kwenye utakuwa na muonekano huo. Hapo kuna namba ya upimaji na maneno aliyosoma kwa usahihi. Sawa sawa? Huyu alikuwa ni mwanafunzi wa kwanza. Kioleta nikipana kidogo kwa sababu ndio taratibu. Huyu naye alikuwa namba 2 ukanda. Huyu anasema ameshika kabisa. Tunamwekeaje? Kama nyingi hapo tofauti.
lakini lengo letu ni hii hapa, sifuri ambayo imekatwa. Unabonyeza hiyo sifuri iliyokatwa, unakuja kwenye kipengele cha insert chini hapo. Ukibonyeza hapo hiyo sifuri moja kwa moja na hamna hapo kwenye nani hapa, baadaye unaitoa, unabaki na ulichokuwa unajitafuta kwenye kiolezo chako. Kwenye mfumo, kwenye kipengele cha kupakia, ukija kwenye kipengele cha kupakia hapa, hii ni ya kuhesabu. Sorry, turudi kwenye kusoma. Uchague ya kusoma, unakuja kupakia, inakwambia choose file. Ukibonyeza kwenye choose file, itakupeleka kwenye mafaili kwenye kompyuta yako au laptop yako. Tulizidownload, zipo kwenye download. Ukija hapa, itakuwa ni hapa ya kusoma. Ukibonyeza hiyo, itakuja chini hapa. Ukija hapo, nakuja kwenye open. Open moja kwa moja inakuja kwenye box ambalo ulikuwa umebonyeza kuchagua file. Unapandisha. Ukibonyeza kipengele cha kupandisha, moja kwa moja kila ulichokijaza kule kinapanda kwenye mfumo moja kwa moja. Siwezi kubonyeza kupandisha hapo, maana kapandishia watu ambao bado hawajaelewa. Nikiripoti tokea hapa ndani ya viunga hivi vya shule ya msingi Kabukunje iliyoko kata ya Kabuku, halmashauri ya wilaya Handeni, mimi Nchisco wa TLC Mzundu TV and NDC.